Makubwa ambayo yamestahili leo kuyasherehekea kwa namna hii ambayo tumeisherehekea. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ndugu yangu Jerry Silaa na TCRA kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nawe, na hasa tukitilia maanani kwamba mpaka tarehe 7 Disemba mwaka jana habari ilikuwa chini ya dhamana yako. Mheshimiwa Rais, ni shukuru sana TAMWA, Tanzania Media Women Association. Na leo nimewaona Mheshimiwa Rais wa kongwe wote, nimemwona Eda Sanga, nimemwona Fatma Alu na wengine kama sijawaona waniwie radhi. Na mimi nimefurahi sana kuwaona the girls of our time. Na mmefanya kazi kubwa sana ya TAMWA na TAMWA ambayo mlianzisha leo mnaona matunda ambayo imetuletea. Lakini Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kuwashukuru mawaziri wote. Mawaziri wote, naomba msimame ndugu zangu mawaziri. Naomba msimame wote wa SMT na SMZ. Mheshimiwa Rais, ninawewa wingi wa shukurani wenu mawaziri wote kwa kuifanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki, Mungu awalinde katika kazi hii kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mmefanya kazi ambayo mimi mmenipa moyo wa shukurani kubwa sana kwenu. Waheshimiwa mawaziri, na washukuru sana sana. Mheshimiwa Rais, mawaziri mmefanya kazi nzuri sana kwa kila sekta kutoa zawadi hii. Na mimi naamini kabisa zawadi hizi mlizozitoa zitakuwa kichocheo kwa waandishi wa habari kutabahari, yani kuspecialize katika yale maeneo ambayo leo wamepewa tuzo. Sasa tunatoka kwenye uandishi wa habari wa jumla tu, tunakwenda kwenye uandishi wa habari ambao mtu ametabahari katika eneo hilo. Lakini pia tuzo hizi zitahamasisha matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha. Na Mheshimiwa Rais, naomba niliseme moja kwa unyenyekevu mkubwa sana, ili leo ikiwezekana baada ya hapo tusilutumie. Hakuna walaji wa habari, kuna watumiaji wa habari. Najua neno walaji wa habari limetokana na tafsiri sisisi ya neno consumer. Lakini kwenye Kiswahili tusitumie tafsiri sisisi, tutumie tafsiri za kimuktadha. Na kwa muktadha huo, hawa sio walaji wa habari, hawa ni watumiaji wa habari. Kwa hiyo naamini kabisa jambo hili litatusaidia sana. Mheshimiwa Rais, tumeamua kuhamasisha tena uandishi wa habari wa maendeleo, development journalism. Na sababu kubwa ya kufanya hivyo ni kwa sababu nchi zetu hizi changa zimefanya mambo makubwa katika vipindi vifupi. Lakini mara nyingi tumekumbwa na uandishi wa habari wa mashirika na mataifa mengine na kuacha kuibua mambo yetu wenyewe. Makala tulizoziona Mheshimiwa Rais leo zimeonyesha kazi kubwa ambayo imefanyika katika miaka 4 ya uongozi wako, ambayo imeleta mabadiliko makubwa vijijini. Na kazi kubwa sasa ni kuyaleta yale maendeleo ya vijijini katika sekta ya elimu, afya, nishati na mambo yote hayo, ili Watanzania na dunia nzima wayafahamu. Na kwa mnasaba huo, Mheshimiwa Rais, kwa kujua muda umekwenda, niungane na waandishi wa habari wote kukushukuru sana kwa kuweka mazingira mazuri ya uandishi wa habari, kuongeza uhuru katika kuandika habari zetu, na hivyo kupanda ngazi katika viwango vya uhuru wa uandishi wa habari. Lakini waandishi wa habari wenzangu, katika kazi yetu ya uandishi wa habari tunasukumwa na mambo ambayo ningependa niyaseme. La kwanza, uandishi wa habari ni taaluma, na ndio maana Mheshimiwa Rais tumeanzisha ile mamlaka ya ithibati. Kazi yake kubwa pia ni kuendeleza taaluma na utaalamu, lakini pia kusimamia maadili, mila, desturi na kunga za uandishi wa habari. Kunga za uandishi wa habari. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka.
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru kwa vyombo vya habari katika ibara ya 18, lakini inaweka mipaka hiyo katika ibara ya 30. Naomba waandishi wa habari wenzangu, tunaposoma ibara ya 18 ya katiba kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, tusome pia ibara ya 30 inayoweka mipaka, na katika mipaka hiyo mojawapo ni maadili, usalama wa taifa na mambo mengine, ili tunapoandika habari zetu zizingatie hayo. Lakini Mheshimiwa Rais, niwapongeze sana sana TAMWA. Kionjo cha leo kwamba uzalendo ni ujanja, kweli ni uzalendo ni ujanja Mheshimiwa Rais. Hatuna nchi nyingine nje ya Tanzania ambayo ina mbadala. Tanzania ni moja tu, na sisi sote tuna wajibu wa kuijenga hiyo Tanzania, na Tanzania hiyo ambayo ni moja kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, rais wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan, na yeye amefanya mambo makubwa ambayo umeyaona kwa ufupi tu. Kianza hapa, kila waziri angeanza kuelezea sekta yake, mngeona mambo makubwa yaliyofanyika. Lakini Mheshimiwa Rais, mambo makubwa sasa yanaonekana na yataendelea kuonekana. Sisi mawaziri ambao umetupa dhamana ya kusaidia katika kazi hizi, tunakuahidi tutafanya kazi hii kwa uaminifu, kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote, na kwa uzalendo wote. Nanyi ndugu zangu wote ambao mmekusanyika na sisi jioni hii, tunawashukuru sana kwa kuja kwenu na kushiriki. Tuna hakika kabisa bila nyinyi kuwepo, shughuli hii ya leo isingefana kama ilivyofana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais, kwanza kuna tuzo maalum za kitaifa ambazo ningeomba zitajwe, ili basi nitakapo kuomba uje hapa mbele ili kutoa hizo tuzo maalum kwa washindi, na baada ya hapo utoe hotuba yako kwa taifa na kwa wanahabari. Sasa naomba tuzitaje tuzo hizo maalum za kitaifa, ili baada ya hapo shughuli iendelee. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba tuzo hizo zisomwe, na baada ya hapo basi kwa heshima nikuombe ufike ili tuzo hizo zitolewe, na baada ya hapo tuna shauku kubwa ya kukusikia jioni hii ya leo. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante Mheshimiwa Waziri. Naomba sasa video za tuzo maalum za kitaifa